Karibu mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport. Tuweze kuendelea kuangazia tetesi za usajili zilizojiri Ulaya. Ikiwa leo ni tarehe 17 Machi, tuanze moja kwa moja na kule Madrid kwa kiungo wao mkabaji Eduardo Camavinga. Inaripotiwa kwamba klabu ya Real Madrid imeripoti kwamba mshambuliaji wao Eduardo Camavinga huenda akaondoka mwisho wa msimu huu majira ya joto, na tayari wameshaanza kutafuta mbadala wa kumsajili ili aweze kurithi ile nafasi ya Camavinga, na vilabu kadhaa kutoka ligi kuu ya Uingereza ikiwemo klabu ile ya Liverpool ndio ambayo inaongoza kwenye mbio za kuinasa saini ya Eduardo Camavinga. Kwingineko, klabu ya Arsenal wameanza mazungumzo na RB Leipzig kuhusu kumsajili beki wakati wa Ufaransa Castello Lukeba mwenye umri wa miaka 23 ambaye amekuwa na kiwango kizuri sana uwanjani. Huenda Castello Lukeba, kama mazungumzo yakienda vizuri, akatoka RB Leipzig na kujiunga na Arsenal msimu ujao. Kwingineko, klabu ya Chelsea, Liverpool pamoja na Manchester United zinatarajiwa kupambana kusaka saini ya kiungo wa Crystal Palace na England Adam Wharton, na wote wamekuwa wakivutana shati, lakini klabu ya Chelsea ndiyo ambayo inapewa nafasi zaidi kwa sababu ndiyo ambao wameonekana wanatoa ushawishi mkubwa kwa Adam Wharton. Tukisalia hapo kwenye klabu ya Chelsea, inasemekana kwamba Chelsea inaweza kuharakisha mpango wa kumsajili winga wa Ufaransa Ryan Messi mwenye umri wa miaka 18 kutoka Strasbourg, huku Bayern Munich, Barcelona na Paris Saint-Germain wakiibuka kama wapinzani wenza wa Chelsea katika kuitaka saini ya Ryan Messi. Ryan Messi ni moja ya vipaji vipi ambavyo vinaibuka kwa ajili ya soka lile la Ulaya. Kwingineko, management kutoka klabu ya Manchester City, klabu ya Liverpool, klabu ya Arsenal, RB Leipzig na Borussia Dortmund na Barcelona, vilabu hivi zaidi ya 6 vikubwa Ulaya, wote kwa pamoja wamekuwa wakimfuatilia kwa karibu beki raia wa Uingereza na timu ya Newcastle Lewis Hall mwenye umri wa miaka 21. Management za timu hizi zote zimekuwa zikimfuatilia beki huyu kutokana na dalili zake anaonyesha kuja kuwa beki mkubwa hapo baadaye, na ndio maana vilabu hivi vimeona vimnase mapema kabla bei yake haijawa kali sokoni na kuatilia ugumu wa kuinasa saini yake. Kwingineko, klabu ya Manchester City pia inaweza kumsajili beki wa Hispania Pedro Porro kwa bei ya chini sana kuliko thamani yake ya pauni milioni 80 kutokana na hali ya kifedha ya Tottenham ikiwa watashushwa daraja. Hivyo kama Tottenham watashushwa daraja, itawapa opportunity Manchester City kuinasa saini ya Pedro Porro kwa kiasi cha chini zaidi. Hivyo Manchester City wao kwao ni fursa kama Tottenham wakishuka daraja ili wampate Pedro Porro. Kwingineko, klabu ile ya Sunderland inasemekana kwamba wako tayari kulipa kiasi cha euro milioni 15 ili kumsajili kiungo wakati wa Hispania Thiago Pitach kutoka klabu ya Real Madrid. Thiago Pitach ni moja ya wachezaji wapya ambao wamefuliwa kwenye zile academy za Madrid, lakini hajapata nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha Real Madrid, na ndio maana anatafuta changamoto kwenye timu nyingine, na klabu ya Sunderland wamejitokeza na wako tayari kulipa ada ya euro milioni 15 ili kuinasa saini ya Thiago Pitach. Kwingineko, turejee tena katika ile klabu ya Bayern Munich. Klabu ya Bayern Munich wamejitoa kwenye zile tetesi za kumtaka mshambuliaji yani Diomande, na hivyo baada ya Bayern Munich kujitoa, inawapa nafasi klabu ya Liverpool pamoja na Manchester United kuendelea kunyang'anyana Diomande, lakini wachambuzi wengi wamekuwa wakiripoti kwamba hawaoni kama Manchester United wanaweza kulipa gharama ya Diomande. Labda Liverpool ndio ambao wamekuwa wakipewa nafasi kubwa zaidi kwa ajili ya kuinasa saini ya Diomande. Kwingineko, klabu ya Crystal Palace wanatarajiwa kushindana na klabu ya Leeds ili kupata mshambuliaji wa Derby raia wa Marekani mwenye umri wa miaka 25 Patrick Agyemang. Wamekuwa wakipambana Crystal Palace na wanaamini kwamba watainasa saini ya mshambuliaji huyo kwa sababu mshambuliaji wao Mateta amekuwa akihusishwa kuweza kuihama timu hiyo. Ndio maana wameanza kumtazama Agyemang kama mbadala wake endapo Mateta ataondoka. Basi tumefika tamati ya tetesi za kimichezo tulizonazo katika siku ya leo. Tunakukaribisha uweze kusubscribe channel yetu, pia unaweza ukafollow. Karibu tena, tukutane wakati mwingine. Bye bye.